Habari za wakati huu mtazamaji wa ZTV, na karibu tuzungumze yale ya kimichezo. Timu yetu ya Tanzania Taifa Stars ambapo imemaliza kwenye hatua ya 16 bora kwenye mashindano haya ya AFCON ambayo yalikuwa yakiendelea huko nchini Morocco. Na ngoja nikusomea hapa kuhusiana na timu ambazo zimeingia kwenye hatua 16 bora za AFCON 2025. Moja ya timu Morocco, Mali, Egypt, South Africa, Nigeria, Tunisia, Senegal, DRC Congo, Algeria, Burkina Faso, Cameroon, Cote d'Ivoire, Mozambique, Benin, Sudan pamoja na Tanzania. Timu yetu ikiwa imefanya vizuri sana. Tuwapongeze wachezaji wetu kwa namna ambavyo walivyokuwa wamepambana hadi kufikia hapo. Lakini pia tumpongeze kocha Miguel Gamondi kwa kuifikisha timu yetu kwenye hatua nzuri kabisa, hatua ya 16 bora kwenye mashindano haya ya AFCON 2025. Na nikukumbushe tu kusubscribe sasa ikiwa ni mara yako ya kwanza unaungana nasi. Basi subscribe sasa na usisahau kuwasha alama ya notification kwa ajili ya kupata habari zaidi za michezo. Na tumsikie mchezaji ambaye amefunga leo katika timu yetu ya Taifa Stars, ambapo tulikuwa na kibarua kizito dhidi ya Tunisia na kuondoka na sare ya bao 1-1. Mchezaji aliyefunga ni Faisal Salum Abdalla. Huyu hapa yeye anazungumza baada ya ushindi huo wa goli alilolifunga. Yeye amesema kwamba sisi wachezaji tumefurahi na tunamshukuru Mungu kwa kuandika historia. Mfungaji wa goli la kusawazisha dhidi ya Tunisia Faisal Salum Abdalla, huyu hapa msikie kile ambacho anakizungumza baada ya ushindi huo wa goli lake ambalo amelifunga kwenye mashindano haya makubwa kabisa, lakini kuitoa sare Taifa Stars na kuiweka kwenye hatua nzuri kabisa, hatua ya 16 bora. Huyo hapa Faisal, tumsikilize. Sisi kama wachezaji tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa historia kwa mara ya kwanza kwa hatua hiyo. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tuendelea kuweka historia katika taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo tunafurahi sana na najivunia. Leo ni kila mchezaji alikuwa anaingia na mentally ya kupata matokeo au kusuluhu kwa suluhu yoyote ile. Ibali sisi tuvuke, lakini ndio mchezo leo kwamba mechi leo lazima tuvuke kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, maombi tulimuomba katujibu. Najua ni mechi ngumu. Ni mechi ngumu. Wale ni wenyeji, kwa hiyo wana mashabiki wengi hapa, watakuwa na nguvu kubwa, lakini sisi tutaenda katika uwanja wa mazoezi, tutajipanga ili kupata matokeo katika mchezo huo. Hivyo. Naam, natumai msikiliza vizuri kabisa Faisal Salum Abdalla, mchezaji kutokea pale timu ya Azam FC ambaye amewakilisha vema leo Taifa Stars ikizidi kung'ara huko nchini Morocco. Na maneno yamekuwa mengi kuhusiana na ubora wa mchezaji mmoja mmoja, lakini Alex Ngeleza yeye ameondoka na Ibrahim Baka na kusema kwamba tumsikilize hadi kusababisha goli tulilofungwa na Tunisia. Ngoja nikusomee kile ambacho ameweza kukiandika hapa na ufahamu nini hasa anamzungumzia sana Baka na kumlaumu. Ameandika kwamba tuseme ukweli, kuna wakati Ibrahim Baka anafanya makosa ya kizembe sana. Hajali yupo eneo gani, hajali mchezo una pressure gani. Yeye akiamua kucheza mazambi atacheza tu kwa namna yoyote mwenyewe anataka. Amefanya hivyo akiwa na Yanga mara kadhaa na leo anafanya tena akiwa na Taifa Stars. Amemalizia kwa kuandika kwamba kwenye AFCON hii kucheza rafu mara mbili hazina ulazima wowote. Alicheza mchezo dhidi ya Nigeria, kwa bahati nzuri mwamuzi hakuona, na leo kwenye mchezo dhidi ya Tunisia amemalizia hivyo kwa kuandika mchambuzi huyu Alex Ngeleza kutokea pale TV3. Lakini mchambuzi mwingine ameandika maoni yake kuhusiana na Bakari Nondo Mwamnyeto, kapteni huyu kutokea pale Club African. Farhan Jeyala ameandika katika peji yake ya Instagram na kuchapisha picha ya Bakari Nondo Mwamnyeto
Mchezaji huyu wa Club Young Africans kwenye mashindano haya ya AFCON ametoa maoni yake kwa kuandika kwamba Kapteni Bakari Nondo Mwamnyeto, benchi lilitaka kumzoea pale Jangwani, ila kipaji chake kimemzoea zaidi. Sauti yake ilimisiwa zaidi uwanjani, ila kitambaa cha unaoza kilimpenda zaidi. Katikati ya bonde la umauti, wakati Gamondi anaita wanaume wake kwenda kulipigania taifa huko kaskazini, likitajwa jina lake na askari akanyanyua mabegi kufuatana na taifa. Ameongezea kwa kusema kwamba leo umemwona vyema. Kazungumza sana na refa wakati bila kuogopa chochote. Kakemea sana mstari wa wachezaji wa juu wakati mstari wa juu kuwa wafe kwa ajili ya taifa. Kagonga sana pasi leo, kapoteza zaidi ya 3 pasi. Lete clip ni rudi Morogoro kulima. Captain for a reason baada ya mbwana. Katika nyakati ngumu uhitaji wanaume kama hawa unaoendana nao vitani na wanakaa mstari wa mbele. Amemalizia kwa kusema kwamba anaweza asipatiwe thamani anavyostahili, ila hata kama tutakaa kimya basi hata miti ya Riverside itazungumza siku moja. Amemalizia kwa kusema kwamba anaweza asipatiwe thamani anayostahili, ila hata kama tutakaa kimya basi miti ya Riverside itazungumza siku moja. Mtangazaji wa kutokea pale Clouds FM amezungumza hivyo baada ya mpira kutamatika na mashindano haya kufikia hapo na kuingia katika hatua ya 16 bora AFCON 2025. Yeye katika mashindano hayo toka alipoanza hadi sasa man of the match ama man katika mashindano haya competition ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwake yeye amemzungumzia hivyo na kumpa sifa zake kwamba ni mchezaji ambaye kutoka Mbwana Samata anafuatia yeye Captain Bakari Nondo Mwamnyeto, mchezaji huyo kutokea Club Young Africans ambaye ameshiriki kwenye michuano hii ya AFCON iliyokuwa ikiendelea huko nchini Morocco 2025. Maoni yako ni yapi katika siku hii ya leo? Kutoka sare mechi toka zilivyoanza hadi kufikia hii leo na kuingia katika hatua ya 16 bora, hatua nzuri kwa sababu majirani zetu wametoka kwenye mashindano haya hawakuweza kufanikiwa kuingia katika hatua hiyo ya 16 bora. Maoni yako ni yapi kuhusiana na kiwango alichokionyesha kocha Miguel Gamondi, lakini pia kiwango cha wachezaji hadi kufikia hivi sasa? Toa maoni yako, lakini usisahau tu kusubscribe sasa ili wa kwanza kabisa kupata update mbalimbali za michezo. Mengi yanafuata. Kwa hiyo usikae mbali na channel yako hii ya ZTV.